Nafikiri pia ni kwa sababu ya namna ambavyo serikali imeendelea kuwa bega kwa bega na waandishi wa habari, na tumeona namna ambavyo serikali inajitahidi sasa hivi kuondoa wale waandishi wa habari ambao hawana taaluma ya uandishi wa habari katika vyombo mbalimbali vya habari au katika kuwa sura za vyombo vya habari kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ya namna ambavyo wanataka kuirasimisha, lakini vile vile kuifanya tasnia kuwa inaheshimika zaidi. Na kwa kufanya hivyo ni muendelezo wa kile ambacho kimekuwa kikileta chachu hiyo ya wanahabari, lakini vile vile ni mafanikio makubwa kutoka nafasi ya 140 na kitu ndani ya miaka miwili tumefikia nafasi ya 90. Sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana, na inaonyesha kabisa kwamba kuna namna ambavyo kuna uhuru ambao ulikuwa unabinywa zamani, lakini kwa sasa uhuru huo umeanza kuwepo, na tunatamani tu kama itapendeza tufikie na sisi nafasi za juu kabisa za aidha 10 bora 5 bora za vyombo vyetu vya habari kuendelea kuwa huru, kwa sababu wanahabari ndio ambao wanafichua, wanakemea, wanatoa elimu ya baadhi ya mambo ambayo yamekuwa sio sahihi kwa jamii, na vile vile wanahabari ndo daraja muhimu baina ya serikali na wananchi wake katika baadhi ya maeneo. Kwa hiyo ukiwafumba mdomo wanahabari, maana yake kuna mambo ambayo hutaki wananchi wako wayasikia au wayapate. Tutaweza kukosoa, tutaweza kusifia kutokana na kile ambacho kinafanyika. Sasa kama maovu yanakuwa yanafanyika na vyombo vya habari havisemi, vinakaa kimya, vinakuwa tu kasuku wa kupiga mbinja za kusifia peke yake, inakuwa sio jambo jema sana. Pale ambapo panaonekana pana makwazo, pana makosa, basi vyombo vya habari viandike na viseme kutokana na kile ambacho kipo. Nafikiri hilo ndio jambo ambalo nchi za wenzetu nyingi ambazo zimeendelea zimekuwa zikifanya hivyo. Morning Bantu.